saizi ndugu wafuatiliaji na watazamaji wa channel yetu pendwa ya The Classroom TZ. Naitwa Mwalimu Shadrack Swila na hii ni Classroom TZ. Leo tunaenda kuwa na mada tofauti kidogo na masomo ya darasani. Kama inavyoonekana hapo, tunaenda kuwa na mada ambayo inazungumzia mabadiliko yaliyofanyika kwenye mtaala wetu wa elimu, mtaala mpya. Kama unavyofahamu, tumeshaanza kutekeleza mtaala mpya na serikali ilianza kufanya hivyo kuanzia mwaka 2024 kwa mkondo ule wa amali na 2025 kwa mkondo wa jumla. Sasa leo tunaenda kuangalia kwa undani haya mabadiliko yaliyoletwa. Sasa tukisema mkondo wa amali ni kitu gani, mkondo wa jumla ni kitu gani, na ni vitu gani ambavyo inatakiwa uwe na uelewa navyo. Wasilisho hili ni maalumu hasa kwa wazazi na hasa kwa watoto ambao bado hawajafika sekondari na wale waliopo kidato cha kwanza kwa mwaka huu. Ile video imetengenezwa 2026 kwa wale walioko form 1 2026, na kwa wale ambao wako nyuma ya form 1 wakijiandaa kuja sekondari, ambao ni sekondari elimu ya chini, hii elimu itawafaa sana. Lakini kwa vijana au kwa wazazi wale ambao watoto wao wako form 3 saizi kidato cha 3, na kwa wale walioko kidato cha 4 na kuendelea, na wale walioko kidato cha 6 ukiotoa kidato cha 5, mabadiliko haya wenyewe hayawahusu, au maboresho haya wenyewe hayawahusu, kwa sababu wenyewe bado wanaendelea na kufanya ule mtaala wa zamani. Wanasema phase out, wanawatoa hao wa mtaala wa zamani na kuweka ingizo jipya. Kwa hiyo mtaala mpya unatekelezwa kwa kidato cha kwanza 2026, kidato cha pili 2026 na kidato cha 5 ambao ni 2025 2026. Lakini kwa wale wengine wa mkondo wa amali wenyewe wako mbele kidogo, wameshafika kidato cha 3. Japokuwa ni kwa idadi ndogo sana, mkondo wa jumla ndio una idadi kubwa ya wanafunzi na upatikanaji wa hizo shule. Kwa haya mabadiliko au haya maelezo tunayoenda kujadiliana nayo leo, unaenda kuyaeleza hapa, ni muhimu sana kwa mzazi kutambua na kuyaelewa ili aweze kutengeneza kesho ya mtoto wake vyema. Basi naitwa Mwalimu Shadrack Swila na hiyo namba yangu ya simu. Kama utakuwa na maoni yote au na maswali yote kuhusiana na haya masuala ya kielimu, unaweza kunitafuta kwa muda wowote. Na uzuri ni kwamba nipo kwenye mfumo, ni mwalimu naingia darasani na anayatekeleza haya. Kwa kidogo nafahamu mambo yanavyoenda katika masuala yetu ya kielimu. Karibu sana. Kwa kwanza tutaenda kuanza na kuainisha mabadiliko yaliyoonyeshwa kwenye mtaala huu mpya. Ikimaanisha kwamba hivi vitu havikuwepo kwenye mtaala wa zamani wa elimu, ila sasa yapo kwenye mtaala mpya. Nikisema mtaala kwa masuala ya kitaaluma kwa kifupi ni hii ni document au hizi ni taarifa, ni chapisho ambalo linakuwa limeandaliwa mahususi kama muongozo wa kuonesha wapi tunaenda na nini tunatakiwa tufanye kwenye swala la kielimu. Katika mtaala unazalisha kitu kinachoitwa syllabus au muhtasari. Ukitoka syllabus inazalisha vitu vingine ambavyo unavitumia madarasani kama andalio la somo, azimio la kazi, na pia syllabus ndio ambayo pia inatusaidia kuzalisha vitabu vya kufundishia. Lakini vyote hivyo kuanzia vitabu vya kufundishia, masomo ndio tunatakiwa tusome kwa muda gani, wahusika wao masomo ni watu gani, wanakaa muda gani shuleni, mwalimu afundishe kwa njia gani, kwa muda gani, hilo azimio la somo liandaliwaje, na vitu vyote vinahusiana na taaluma vinatoka kwenye mtaala wa elimu. Tunaweza tukasema mtaala ndio shina ambao linazalisha mambo mengine ambayo tunayaona huko darasani na matendo mengine ambayo wanafanya wanafunzi. Sasa tumekuwa na mtaala wa zamani ambao wanaendelea nao hao watoto wa kidato cha 3, kidato cha 4 na kidato cha 6. Mambo yote waliofanya hivyo vidato na vingine vilivyopita huko nyuma walikuwa wanatumia mtaala wa zamani. Sasa kuna mtaala mpya ambao tunaita mtaala ulioboreshwa. Ni mtaala ambao umefanywa maboresho zaidi kuliko ule mtaala wa zamani. Huu mtaala mpya una mambo ambayo umekuja nayo na hayo mambo hayakuwepo kwenye mtaala wa zamani. Na mfano hayo mambo ni kama yafuatayo hapa. Jambo la kwanza ni kwamba
kuwa na muundo wa elimu ambao ni nyumbufu. Tunaposema unyumbufu wa mtaala mpya, tunamaanisha muonekano ufuatao hapa. Nimejaribu kunyumbua zaidi ili tuweze kufahamu namna ambavyo mtaala umekaa. Sasa mtoto ambaye ataanza elimu kwa kufuata huu mtaala mpya, kwa sasa anaanza elimu ya awali ambao ni mwaka mmoja. Na hiyo elimu ya awali mtaala unasema takiwa aanze akiwa na umri wa miaka 5. Katika miaka hiyo 5 kabla ya hapo kunakuwa na elimu ya makuzi ambayo ni miaka 2, lakini ambayo inafahamika sana ni elimu ya awali. Kipindi hicho wakati tunasoma ilikuwa inaitwa vidudu au chekechea, ambayo ataisoma sasa ni kwa mwaka mmoja, sio kwa miaka 2, akiwa na miaka 5. Baada ya elimu ya awali atajiunga na darasa la kwanza, ambapo ataanza elimu ya msingi. Darasa la kwanza atakiwa kusoma akiwa na miaka 6, na atasoma kwa umri wa miaka atasoma miaka 6 kuanzia darasa la kwanza mpaka la 6, lakini pia anatakiwa ajiunge shule akiwa na miaka 6. Hapa tunaona badiliko lingine. Mwanzo mtaala ulikuwa unasema mtoto ajiunge darasa la kwanza akiwa na umri wa miaka 7, na sasa anatakiwa aanze akiwa na miaka 6. Pamoja na hivyo pia mwanzo alikuwa anaanza na miaka 7 na anasoma madarasa 7, lakini kwa sasa anajiunga na miaka 6 na atasoma masomo 6. Kipindi cha nyuma huko, kabla hata hatujafahamiana sana kuhusiana na umri, walikuwa wanatumia njia ya kushika sikio. Na tumetoka kwenye kushika sikio mpaka kuonesha vyeti vya kuzaliwa, na sasa umri umeshuka mpaka miaka 6. Kwa hilo ni badiliko ambalo natakiwa ulifahamu mzazi. Kishafikisha umri wa miaka 6 mtoto anatakiwa awe darasa la kwanza. Baada ya hapo huyu mtoto ambaye amemaliza darasa la 6, ambayo ni elimu ya msingi, sio elimu msingi, elimu ya msingi, anaenda sekondari. Kwenda sekondari anakuwa na njia mbili. Njia ya kwanza ni kwenda sekondari ya chini ya jumla, mkondo wa jumla, ambao atasoma miaka 4. Sekondari ya chini mkondo wa jumla, umri wa kusoma au kipindi cha kusoma hakijabadilishwa, bado anasoma miaka 4. Na tunaposema sekondari ya chini tunamaanisha O level au ile kuanzia form 1 mpaka form 4. Hapo tunamaanisha elimu ya sekondari ya chini. Elimu ya sekondari ya chini kutokana na mabadiliko imewekewa katika michepuo miwili au njia mbili. Kuna elimu ya jumla na elimu ya amali, tutaangalia hapo baadaye kidogo. Lakini huyu aliyemaliza darasa la 6 akiwa anaenda sekondari, njia ya kwanza ambayo atachagua labda apite elimu ya jumla. Elimu ya jumla atasoma miaka 4 na ataingia akiwa na miaka 12, nategemea amalize akiwa na miaka 16. Kwa nini inaitwa elimu ya jumla? Elimu ya jumla ni ile elimu ambayo tulikuwa tunasoma mwanzo, masomo yale yale, lakini kuna mabadiliko kidogo. Badiliko la kwanza ni kupungua kwa masomo. Tutaenda kuangalia huko mbele, masomo yamepungua. Yale masomo kutoka masomo 7 ya lazima sasa ni masomo 6. Lakini pia badiliko lingine ni kuchagua michepuo. Zamani tulikuwa tunachagua mikondo kwamba niende biashara au niende sayansi au niende arts ukiwa form 3. Baada ya mtihani wa form 2 unapoingia form 3 unafanya machaguo. Lakini kutokana na huo mtaala mpya saizi utafanya machaguo ukiwa kidato cha kwanza. Unapojiunga tu kidato cha kwanza Januari, serikali inasema inabidi mtoto achague aende wapi. Hayo ndio mabadiliko yapatikanayo katika mkondo wa jumla. Na kwenye hiyo michepuo hapo wameka michepuo mingi sana kulingana na baadaye ya watoto wetu au future ya watoto wetu. Kwa hiyo ni muhimu sana mzazi, mtoto anapojiunga kidato cha kwanza tayari wewe umeshamcholea ramani. Kule mwisho unajua anaenda kuwa nani. Ukishajua mwisho anataka kuwa nani au anaenda kuwa nani, ni rahisi ujue sasa aende sekondari ya jumla au aende sekondari ya amali ambao ndio mkondo wa pili huku. Kwa anaweza kuchagua kwenda sekondari ya jumla akasoma masomo yale ya kawaida na akaongeza yale masomo ya mchepuo ambao baadaye anamwandaa kuwa na fani kwa elimu za juu. Lakini anaweza kuchagua kwenda sekondari ya chini ya mkondo wa amali, ambao sekondari ya chini mkondo wa amali hapa anasoma kipindi cha miaka 4 kama kawaida. Lakini utofauti ulioko hapa ni kwamba atasoma elimu mbili kwa wakati mmoja.
Atakuwa na yale masomo ya kawaida, masomo 6 kwa sasa, kutoka 7 yamekuwa 6. Lakini nje ya hayo masomo 6 anatakiwa ongeze somo mojawapo au masomo mawili ya ambayo yanaambatana na fani. Tunaposema fani, maana yake huyu anakuwa tayari ameshaandaliwa kuingia kwenye mfumo wa ajira. Kwa mfano, anaweza akasoma masomo yake 6 akaongeza na fani labda ya umeme wa magari. Ipo mtaala imeonyesha anaweza akachukua umeme wa magari, au akasoma masomo yake 6 akaongeza mimi nataka kuwa umeme wa majumbani, au nataka kuwa mtaalamu wa kupika vyakula, au nataka kuwa mtaalamu wa kilimo. Fani zote zile ambazo kwa zamani zilikuwa zinatolewa kwa ngazi ya vyuo vya kati na vyuo vya juu, sasa hizi imeshushwa imeenda paka sekondari ya chini, mkondo wa amali, elimu kwa vitendo. Na huyu mtoto anapomaliza atahitimu akiwa na vyeti viwili. Atapewa cheti cha NECTA ambacho kimemtahini yale masomo 6 ya jumla ya msingi, lakini pia atapewa cheti cha NACTVET ambaye amemtahini yale masomo ya fani, na hiyo NACTVET ndio ambayo inamwezesha baada ya kutoka hapo kwenda kujiunga na ajira moja kwa moja. Kwa unaona hapa, kwa elimu ya sekondari ya chini mtoto anaweza akaingia kwenye mfumo wa ajira moja kwa moja, tofauti na ilivyokuwa zamani mpaka umalize sekondari ya chini ukajiunge na VETA au ukajiunge na vyuo vya kati vya ufundi au vya aina yote ile ili uweze kupata kile cheti ambacho kitakupa nafasi ya kuingia kwenye ajira. Tukumbuke zamani kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 6 hatakuwa tunasoma fani yoyote. Yaani hakuna cheti chochote ambacho unapewa ukiingia kwenye soko la ajira, hicho cheti kitakusaidia uweze kupata ajira. Cheti cha form 4 bado hakina fani, cheti cha form 6 pia kilikuwa hakina fani. Baada ya kumaliza form 4 form 6 ndipo mtu alikuwa anajiunga na vyuo vya kati au vyuo vya elimu ya juu ili aweze kupata cheti ambacho kinatambulisha fani yake aliyosomea na kuingia kwenye soko la ajira. Lakini kwa sasa akiwa amemaliza tu kidato cha 4 elimu ya amali, anaweza anapata cheti cha fani na anaingia kwenye mfumo wa ajira. Baada ya kumaliza elimu ya sekondari ya chini, huyu mwenzetu ambaye ameamua kwenda mkondo wa jumla ataendelea tena mpaka sekondari ya elimu ya juu ambayo ni form 5 na form 6. Atasoma akiwa na miaka 16 mpaka miaka 17. Umri ni miaka ile miwili, kipindi cha masomo ni miaka ile miwili. Hapa form 6 ataendelea na combination ambazo zilikuwepo tangu zamani, ila kwa sasa wameongeza kidogo, zimepanuka kulingana na mabadiliko ya teknolojia, muingiliano wa watu. Wameongeza combination nyingine ambazo zote kwa ujumla zinaendana na takwa la ajira au na mwenendo wa ulimwengu wetu unavyoenda kwa sasa, ili na sisi tusiachwe nyuma. Kwa hapa hakuna mabadiliko makubwa sana. Badiliko kubwa ambalo linaonekana ni kuongeza au kupanuka kwa taasisi. Nadhani zimefika paka taasisi 80 kutoka taasisi 20 kama sio 30 hivi. Wameongeza taasisi nyingi sana, tutaenda kuziangalia huko mbele. Huyu mwenzake ambaye ameenda mkondo wa amali, yeye ataenda kujiunga elimu ya amali sanifu miaka 3. Huyu ngazi hii haifahamiki kama elimu ya sekondari ya juu. Kwa upande wa amali ambaye amaliza kidato cha 4 anapoenda ngazi ya juu haitambuliki kama elimu ya sekondari ya juu. Elimu ya sekondari ya juu iko upande mmoja tu kwa elimu ya jumla, ila kwa upande wa amali anasema ni elimu ya amali sanifu ambayo huyu atasoma kwa miaka 3, ambayo hii zamani tulikuwa tunaipata baada ya kumaliza form 4 au baada ya kumaliza form 6. Lakini anapo anaipata huko chini ameshapata cheti chake cha NACTVET ambacho kinaonyesha fani yake, anaenda kuendeleza ile fani yake kwa miaka 3. Huyu ni mtoto wa upande wa amali, na akitoka hapo anaweza kaingia kwenye ajira moja kwa moja. Baada ya huyu mwenzetu kumaliza mkondo wa elimu ya jumla, elimu ya sekondari ya juu, anaruhusiwa kujiunga na elimu ya juu ambayo ni chuo kikuu, higher learning education, kwa miaka 3 na kuendelea, akiwa na umri wa miaka 18. Akiwa na umri wa miaka 18, kwa unaangalia hapo akiwa na miaka 20 au 21 anamaliza elimu ya sekondari, safari yake ya kimasomo, na anaingia kwenye ajira akiwa na umri bado mdogo. Kwa wale ambao watahitaji kuendelea kwa ngazi za juu za elimu kama masters au PhD, bado anakuwa na umri mdogo. Anaweza akiwa kabla hajafikisha miaka 28, miaka 26 kashamaliza ngazi zote za elimu, ameshaelimika kadri ambavyo anataka. Lakini kwa wale ambao inawatosha tu undergraduate, anaweza kaingia moja kwa moja
kwenye soko la ajira. Huku anaenda kusoma safani ambayo ameanza nayo kutokana na ile ramani ambayo ulikuwa umemcholea kwamba aje kuwa nani. Unataka aje kuwa labda engineer, au unataka aje kuwa mwanasheria, unataka aje kuwa daktari. Kwa hiyo daktari au mwanasheria anakuja kusoma huku miaka mitatu. Huko kote chini alikuwa bado anaandaliwa. Tofauti na mwenzetu wa mkondo wa elimu ya amali, yeye kashapata fani yake muda mrefu, anaweza akawa ameingia kwenye ajira na bado akaendelea kujiendeleza kimasomo. Lakini pia nayo hiyo elimu ya sanifu nayo ina nafasi ya kwenda elimu ya juu, ambaye wakati wa mkondo wa jumla anatainiwa na TCU, yeye mkondo wa amali elimu ya juu atatainiwa na NACTVET. Umri naye ni miaka mitatu vile vile, lakini huyu ataanza na miaka 19 kwa sababu hapa amechukua miaka mitatu kwa elimu ya sanifu baada ya kutoka elimu ya amali sekondari ya chini. Kwa hiyo naye baada ya kumaliza hiyo miaka mitatu anaweza kuingia kwenye soko la ajira au akaamua kujiendeleza na elimu ya mbele. Kwa haraka kwa hii picha unaona namna gani mtaala ulivyonyumbuka. Umempa nafasi mtoto au mzazi kuchagua na kuangalia wapi kunamfaa. Lakini pia unaona huyu wa elimu ya juu ya kutoka mkondo wa jumla anaenda kazini, lakini pia naye mwenzake ule anaenda kazini. Hapa pia nikaonesha mabadiliko mengine ambayo ni makubwa, kwamba kuanzia elimu ya msingi darasa la kwanza mpaka elimu ya kidato cha 4 ambayo ni sekondari ya chini kwa pande zote mbili, jumla na amali, hiyo kwa sasa inaitwa elimu msingi. Elimu msingi. Elimu msingi zamani kabla ya haya mabadiliko au uboreshaji, elimu msingi ilikuwa inaishia darasa la 7 kule shule za msingi primary. Kwamba ukianza darasa la kwanza mpaka la 7 umeshamaliza shule, hapo hauna tena mgogoro na serikali. Ni wewe kuamua niendelee kama nimefanya vizuri kimasomo au nisiendelee kwa sababu nimefeli, au na wengine wakaamua kukimbia. Na mnaona kidogo sasa kuna jitihada zinafanyika na serikali wale ambao wamefaulu kutafutwa kokote waliko waendelee na sekondari. Lakini zamani kulikuwa hakuna hizo jitihada, ukimaliza umefaulu au hujafaulu, labda pia kutokana na uchache wa shule ulivyokuwa. Lakini muhimu ilikuwa ni lazima utoke darasa la kwanza mpaka la 7. Hiyo ilikuwa ni lazima ya kiserikali. Na hapo watu wengi walisoma wakaishi hapo wakaendelea zao. Lakini kwa sasa ikiwa mtoto aanze darasa la 6 kumaliza hiyo shule au kuacha kuvaa hizo uniform, itabidi paka amalize elimu ya sekondari ngazi ya chini, aidha mkondo wa jumla au mkondo wa amali. Kwa maana yake sasa elimu msingi kutoka miaka 7 sasa imeongezeka paka miaka 10. Miaka 6 ya elimu ya msingi na miaka 4 elimu ya sekondari ya chini. Hapo inakuwa jumla miaka 10, na hapo anakuwa amefanya kitu kimoja tu. Hapo inaitwa elimu ya msingi, elimu msingi ambayo ni elimu ya lazima. Kwa mzazi inabidi ufahamu hapo, na pia mwanafunzi inabidi ufahamu hapo, na mwalimu mtarajiwa, kwamba saizi mfumo wa elimu umebadilika kidogo kutoka miaka 7 mpaka miaka 10, lakini pia kutoka ile msingi miaka 7 mpaka miaka 6. Kwa ujumla mtoto anasoma kuanzia primary mpaka sekondari, au kutoka msingi mpaka sekondari. Hapo inakuwa ni elimu msingi. Na tukisema elimu msingi ni ile elimu ambayo inaomba maarifa kwa ujumla. Haibani sana kwamba tunalenga kitu kimoja tu, inaomba maarifa kwa ujumla. Kidogo kule mkondo wa amali ambao ndio wanapewa maarifa ya kwa ujumla, lakini pia wanaongezewa na hizo fani. Lakini wote kwa ujumla wanasema ni elimu msingi. Pia tunaangalia huyu wa sekondari ya chini, mkondo wa jumla, akimaliza sekondari ya chini mkondo wa jumla, nafasi ya kwenda kujiunga elimu ya amali sanifu miaka 3, ambao huko amechukua elimu ya jumla, anataka abadilishe gia angani aende akapate fani yake mapema aingie kazini, anaruhusiwa. Lakini pia huyu wa sekondari ya juu mkondo wa jumla, baada ya kumaliza miaka yake 2 anaruhusiwa pia kwenda kujiunga na mkondo wa amali. Unaangalia pale mishare haitoki amali kwenda jumla, ila inatoka jumla kwenda amali. Pia aliyemaliza sekondari ya juu elimu ya jumla anaweza kwenda kujiunga na chuo cha ufundi kwa elimu ya juu kwa mkondo wa amali au mkondo wa ufundi, kulingana na masomo aliyosoma huku kidato cha 5 na 6, kama yanaendana na kozi ambayo anaitaka kule mkondo wa NACTVET. Lakini huyu mtoto wa elimu ya sanifu miaka 3 anaweza baada ya hapo akasema mimi sitaki kwenda kusoma kule elimu ya
na activate miaka mitatu, nataka nijiunge elimu ya kawaida chuo kikuu ambayo iko chini ya TCU, naye anaruhusiwa kuingia. Naangalia pia mbadilishano kutoka NACTVET kwenda TCU. Nimemaliza kozi yangu kule ya elimu ya juu ya NACTVET, pia naweza nikapata degree nyingine ya pili huku TCU. Lakini unaona sekondari ya chini ya amali ambaye kamaliza miaka yake 4 ambao ndio elimu msingi, tayari ana cheti chake cha fani, anaweza kuingia kwenye mfumo wa ajira. Vivyo hivyo ambaye yupo kazini kwa kutumia cheti cha kidato cha 4 anaweza akarudi darasani kuchukua kuendelea na miaka yake 3 ili apate hiyo elimu sanifu ya miaka 3 na aweze kwenda chuo kikuu, au ambaye yuko miaka 3 hapo elimu ya sanifu, baada ya kumaliza elimu ya amali sanifu anaweza kwenda kwenye kazi na akasema chuo nitaenda kujiunga muda mwingine. Unaona jinsi milango ilivyokuwa open au jinsi kulivyokuwa na wazi. Unasema ule unyumbufu, ile flexibility unaiona. Naweza nikaingia huku, nikatoka huku, nikaingia huku, nikatoka huku. Tofauti kidogo na ilivyokuwa mwanzo, ukianza darasa la kwanza, ingia toka hapo labda form 4 au form 6 au moja kwa moja chuo kikuu. Huyu ambaye kamaliza elimu ya sekondari ya jumla, wanadai kwamba naye kwa nafasi ambayo kwa kozi combination ambazo amezisoma, kama combination alizosoma advance zina mkondo wa fani, zina aina fulani ya fani na akapewa cheti cha fani, anaruhusiwa kwenda kujiunga na kazi. Maana yake sasa ndio yale mabadiliko ambayo yameongezwa zile combination. Usiniambie kwamba mtoto amesoma HKL, amesoma HGK, kwamba atapewa cheti cha fani aende akaajiliwe. Hapana. Kuna combination mpya ambazo zimekuja, zina uelekeo wa kifani fani, ambazo akizifanya vizuri na akipata cheti anaweza akapokelewa kwenye mfumo wa ajira. Japokuwa naangalia hapa hiyo mishahara ya kwenda kwenye ajira, nikiangalia na umri na tukiangalia sera na sheria ya kazi, naona kama vile bado wako chini ya umri wa kuingia kazini. Lakini nadhani serikali itakuwa imeshaona hilo, kwa sababu bado tupo kwenye kuandaa hao watu au kuandaa hizo bidhaa kabla zijaingia sokoni. Naamini pale unapofikia mwisho waanze kuingia sokoni, wanaweza waka adjust au wakarekebisha sheria ya kwamba labda isiwe tena miaka 18 ikawa chini ya miaka 18 mtu akaajiriwa, kwa sababu aliyemaliza sekondari ya chini ya amali miaka 15 tayari ana fani yake. Kama ni fundi umeme, ni fundi magari, fundi nini, tayari ana fani yake. Akienda kwa kazini anapewa mkataba ule halali wa formal agreement kwamba ana contract yake kutokana na huo umri wake wa miaka 15, au inabidi afanye namna ya kubuy time mpaka afikishe miaka 18, au ndio ile kumlazimisha kwamba tumesema ndio kuna kazi lakini bado umri mdogo, kurudi kuongeza elimu. Inakuwa haijakaa vizuri kidogo, lakini naamini wahusika wanaliona hilo, wanalifahamu. Tutakapofika kupeleka bidhaa sokoni kutakuwa kuna mabadiliko kwenye taratibu zetu. Na hapa chini nimeonyesha ufunguo, matumizi ya hiyo mishahara na rangi yake inamaanisha nini. Basi kwa ujumla huu ndio unyumbufu wa mfumo wa elimu kwa mtaala ulioboreshwa, mtaala mpya ulioboreshwa. Ni muhimu sana kwa mzazi kufahamu, hasa vijana ambao wanamalizia walioko shule ya msingi. Kwa mfano mwakani 2027 tutakuwa na madarasa mawili ambayo yanaenda sekondari, ambao wanamaliza darasa la 6, wale walioanza mtaala mpya wakiwa darasa la 3, na ambao wanamaliza darasa la 7 ambao ni mtaala wa zamani darasa la mwisho. Hao wote watamaliza kwa wakati mmoja, wataenda sekondari ambao watakutana na kitu kimoja tu. Hakutakuwa na kwamba huyu kamaliza darasa la 7 ana mtaala wake, huyu amemaliza darasa la 6 na mtaala wake. Wote hao wamaliza kwa muda tofauti, lakini sekondari kule waenda kuanza alifu wote kitu kimoja. Hicho kitu kimoja ni kitu gani? Ndio huu unyumbufu ambao unaonekana hapo kuanzia sekondari ya chini mkondo wa jumla, sekondari ya chini mkondo wa amali. Asante sana kwa kunisikiliza kwenye hilo. Tunaendelea na mabadiliko mengine. Badiliko lingine ni kwamba elimu msingi ni kuanzia shule ya msingi hadi elimu ya sekondari ya chini, yani kidato cha 4. Hapa tuelewane kidogo ndugu wasikilizaji. Katika mtaala wa zamani tulikuwa na kitu kinachoitwa elimu msingi au elimu ya msingi. Elimu ya msingi ni ile elimu ambayo inamwezesha mwanafunzi au mtu ambaye anasoma au muhitimu kuwa na ule uelewa wa jumla wa masuala kadhaa. Kwa mfano kusoma na kuandika, kuhesabu,
kuzungumza lugha ya Kiswahili au kuzungumza lugha ya Kiingereza. Na kwa mfano leo niombe radhi, majadiliano yetu leo yataenda hasa kwa lugha ya Kiswahili. Kidogo tutaenda kwenye Kiingereza kulingana na baadhi ya misamiati ambayo tutakutana nayo, lakini kwa asilimia kubwa leo tutatumia lugha ya Kiswahili. Kwa elimu msingi zamani ilikuwa ni kwanza, nini maana elimu msingi? Ni ile elimu ambayo inamwezesha mtu kupata uelewa wa jumla hasa wa mazingira yanayomzunguka na kuweza kuyamudu. Na hiyo elimu msingi kwa mtaala wa zamani ilikuwa inatolewa kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 7. Wanafunzi akifika darasa la 7 na kuwa amemaliza elimu msingi, na hapo kwenda juu inakuwa ni uamuzi kwamba niendelee au nisiendelee. Kuna ambao walikuwa hata wanafeli, hawaendi kidato cha kwanza, wanaishia hapo, na wale ambao walikuwa wanafaulu walikuwa wanaenda kidato cha kwanza. Na kuna wengine ambao walikuwa wanapata alama nzuri, hawaendi na elimu ya sekondari, wanaenda kwenye vyuo vya kati au vyuo vya ufundi. Kwa elimu msingi ilikuwa inafahamika kwamba ni kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 7. Sasa katika huo mtaala mpya wenyewe unasema elimu msingi mtoto ataanza darasa la kwanza mpaka elimu ya sekondari ya chini. Katika huo mtaala mpya hizi elimu za sekondari wamezigawanya katika makundi mawili. Kuna elimu ya sekondari ya juu ambayo zamani tulikuwa tunaita advanced level, form 5 na form 6, na kuna elimu ya sekondari ya chini. Elimu ya sekondari ya chini ndio ile tunaita O level, kuanzia form 1 mpaka form 4. Sasa katika mtaala mpya huu elimu msingi ni kuanzia darasa la kwanza, mtoto ataanza kusoma darasa la kwanza. Huyu mtoto ataacha kwenda shule mpaka pale atakapohitimu kidato cha 4. Hiyo kwa ujumla ndio inaitwa elimu msingi. Tofauti na ilivyokuwa zamani, unaanza darasa la kwanza, darasa la 7, baada ya hapo unakuwa na utawala wako binafsi uende wapi. Chuo au niendelee na sekondari, au nimeshindwa sijapata alama nzuri naenda kufanya shughuli zangu nyingine. Lakini kwa sasa watoto wote ambao wataandikishwa, kwa mfano wameandikishwa darasa la kwanza 2021, watoto 2026 watoto 700 darasa la kwanza kwa mfano. Hao watoto 700 mpaka kufika form 4 tunataka tuwaone watoto hao 700 wamemaliza elimu msingi. Kama kutakuwa kuna mdondoko, basi wale ambao wamedondoka wao wamedondoka kwa sababu zile sio za kitaaluma kwamba amefeli. Kwa kifupi saizi hakuna kufeli, wote mnaenda kumaliza kidato cha 4. Kushindwa kumaliza kidato cha 4 labda itokane na magonjwa au bahati mbaya umefariki au na sababu zingine, lakini ile sababu ya kwamba mimi nimemaliza elimu ya msingi ile ya huko chini primary, nimeshindwa kwenda sekondari kwa sababu ya alama, hapana. Wote mtaenda kutainiwa mtihani mmoja wa mwisho kidato cha 4. Hapa katikati tutakuwa na mitihani tu ya upimaji. Mitihani ya upimaji unasema assessment, continuous assessment, mpaka pale ambapo utakapofika kidato cha 4 utafanya mtihani wa jumla. Kwa sasa tufahamu hivyo, hakutakuwa na mtoto ambaye anaishia elimu ya msingi ambayo ni darasa la 7 kwa zamani, na kuna badiliko mengine nenda kuyasema hapa ambayo ni hakutakuwa tena darasa la 7, tunaenda kuangalia hapo chini. Kwa maana hiyo watoto ambao wanaanza na hii nitawahusu sasa wote ambao wameanza darasa la kwanza kuanzia 2025 walianza darasa la kwanza kuanzia 2025, wanaendelea hivyo mpaka tuwakute kidato cha 4 huko mbele. Na huu mtaala mpya ulianza kutekelezwa kwa ngazi zote. Ulianza kutekelezwa kwa ngazi ya shule ya msingi, ulianza kutekelezwa kwa ngazi ya sekondari ya chini na kwa ngazi ya sekondari ya juu. Kwa ngazi ya shule ya msingi uliwakuta watoto ambao wako kidato waliokuwa darasa la 3 2024. Walikuwa darasa la 3 2024, wakaenda kuwa darasa la 4 2025, darasa la 5 2026. Hawa walianza kupanda na darasa la 3 la 2024, ili ndio lilikuwa darasa la kwanza la kutekeleza mtaala mpya. Kwa wanaendelea hivyo. Wale waliokuwa mbele ya hilo darasa ambao ni la 4 2024, la 5 2024, la 6 na la 7 2024, hao wote wanaendelea, wanapungua, wanatoka na mtaala wa zamani, lakini wakifika sekondari tunawapokea kwenye mtaala mpya. Hasa kwa sekondari za elimu ya jumla au mkondo wa jumla tunawapokea kwenye mtaala mpya. Tuendelee, mambo ni mengi kidogo, kimbie na muda. Shule ya msingi itakuwa na madarasa 6 tu. Badiliko lingine kubwa na la muhimu kulifahamu kama mzazi au kama mdau wa elimu, na wewe kama mwanafunzi una mdogo wako au na wewe ndiye huko
elimu ya msingi bado hujafika madarasa ya juu. Sasa hizi elimu ya msingi itaishia elimu msingi. Elimu ya msingi, kuna elimu msingi na elimu ya msingi Kiswahili. Elimu ya msingi itaishia darasa la 6. Mtoto ataanza darasa la kwanza, darasa la pili, darasa la 3 mpaka darasa la 6. Hiyo ndio itakuwa elimu ya msingi. Kwa maana hiyo hakutakuwa na darasa la 7. Hapo uone tumeondoa darasa la 7. Hakutakuwa na darasa la 7. Kwa darasa la 7 limekufa, tutasoma miaka 6. Tutaenda kuangalia hapo chini mtoto anaanza akiwa na umri gani, anamaliza na umri gani. Ni wameweka katika level nzuri. Pamoja na kwamba unamaliza mapema darasa, unasoma miaka michache darasa la 6, lakini huko wamepandisha kidogo umri wa kuanza shule. Uanzishwaji wa mikondo miwili katika elimu ya sekondari ya chini, ambayo ni mkondo wa jumla na mkondo wa amali. Mabadiliko mengine ambayo yamefanywa ni kuanzishwa kwa hii mikondo, au nasema mtu aelekee uelekeo gani. Umetoka shule ya msingi na njia yako moja hiyo, ukifika sekondari pale unakutana na njia panda. Uchague jinsi mimi ninavyoona kesho yangu nataka kuwa mtu fulani, nadhani mkondo wa jumla utanifaa. Unaenda kuwa mkondo wa jumla. Tunaenda kuangalia mkondo wa jumla ni kitu gani, au unaangalia mimi mkondo wa jumla hapana, kadri ulivyo unaona hauninufaishi huko mbele, naenda mkondo wa amali. Tunaenda kuangalia mkondo wa amali ni kitu gani. Kwa sasa kutakuwa na hiyo mikondo miwili, na kwa maana hiyo kuna shule ambazo zitakuwa zinatoa mkondo wa jumla na kuna shule zitakuwa zinatoa mkondo wa amali. Kwa hiyo kwa ndugu mzazi ambaye mtoto wako anamaliza darasa la 7 mwaka huu, au alimaliza darasa la 7 mwaka jana, au anaendelea kumaliza darasa la 7 mwakani, unapofanya mpango wa kwenda sekondari lazima uwe na ufahamu kwamba sasa hizi tuna shule za aina mbili, mkondo wa jumla na mkondo wa amali. Na mtoto aende wapi, hii inategemeana na wewe au yeye anataka kuwa nani baadaye. Mkondo wa jumla unapika watu wa aina fulani na mkondo wa amali unapika watu wa aina fulani. Kwa ni vyema sana kufahamu aende wapi. Kwa unapofika kwenye shule fulani uliza, je, hii shule yenu ni mkondo wa aina gani? Natoa mkondo wa jumla au mkondo wa amali? Sasa ili kuelewa zaidi tuendelee mbele tuone mkondo wa amali ni kitu gani, mkondo wa jumla kitu gani. Mabadiliko mengine tunaendelea nayo hapa. Haya ni mabadiliko ya mkondo wa jumla. Yale yalikuwa ni mabadiliko ya elimu kwa ujumla, kielimu. Mtaala wetu umebadilisha wapi na wapi kielimu zaidi, kwa elimu kwa ujumla. Sasa tunaanza mkondo wa jumla. Kwanza tutambue mkondo wa jumla ni kitu gani. Mkondo wa jumla huu ni mkondo ambao utakuwa unafundisha masomo yasiyokuwa ya kiufundi au masomo yasiyokuwa ya kifani, na ni yale masomo ambayo unatainiwa na NECTA au na taasisi ya elimu. Mkondo wa jumla huu hautakuwa na masomo ya kiufundi. Kwa mfano huko utegemei kuona engineering au uhandisi, au utegemei kuona zile kozi ambazo zinahusiana na ufundi, ambazo kwenye mkondo wa amali kule tutaenda kuangalia hizi kozi zinatainiwa na watu wa NACTVET. Kwa sasa katika mkondo wetu wa jumla ndio ule mkondo ambao tulikuwa tumeuzoea siku zote. Hizi shule ambazo tunazo nyingi za O-level nyingi zimeenda katika mkondo wa jumla. Katika mkondo wa jumla kumeongezeka kwa michepuo. Mwanzo tulikuwa na, kama sikosei, tulikuwa na mchepuo wa science. Mtoto akiwa O-level labda asome science ambayo itamuunganisha, atatakiwa asome masomo yale 7 jumlisha chemistry, physics na biology. Au mtoto mwingine asome biashara ambayo itamuunganisha na masomo yale 7 pamoja na bookkeeping na commerce. Au asome arts ambayo atakuwa na yale masomo yake 7 pure. Wengine walikuwa wanaongeza na agriculture, sehemu nyingine walikuwa wanasoma agriculture, sehemu nyingine walikuwa wanasoma computer, ile ICS, computer studies. Wengine kabla hapo walikuwa inaitwa ICT. Kulikuwa kuna mikondo, nadhani kama mikondo 3 au 4: biashara, sayansi, sanaa, hayo masomo ya kilimo labda na computer, tehama. Lakini sasa mikondo imeongezeka mpaka kufika 11.
Maana ya hii mikondo, maana yake inampa nafasi mtoto kuchagua asome kitu gani. Tunafika pale kwenye ile point ya kwamba flexible education system, mfumo nyumbufu. Mfumo hapo umenyumbuka, umejiongeza, umetanuka kiasi kwamba kila mtoto anaweza akafiti sehemu ambayo anaitaka. Mikondo hiyo ni mkondo wa science, mkondo wa kilimo, mkondo wa michezo, mkondo wa tehama, mkondo wa biashara, mkondo wa muziki, mkondo wa science, sayansi ya jamii, mkondo wa sanaa, upishi, ushoni na lugha. Hii ni mikondo ambayo imeongezeka kutoka ile mikondo tulikuwa nayo mwanzo mpaka kufika mikondo 11. Nini maana ya hii mikondo 11? Maana yake mtoto ataamua asome kipi. Mimi nataka kuwa mwanamuziki, ataenda kusoma muziki, kuna masomo ya muziki. Kumbuka huu ni mkondo wa jumla, achana na mkondo wa amali. Bado kabisa tujagusa mkondo wa amali. Tumeanza na mkondo wa jumla. Mimi natamani kwa siku za mbeleni nije kuwa mpishi mzuri, nifungue hoteli yangu, nipike chakula, naenda kusoma upishi. Mimi napenda kushona nguo, kuandaa, kuvalisha watu, naenda kusoma ushoni. Mimi nataka kuwa mwanasayansi, labda kufunga umeme, kuwa daktari, kutengeneza vitu fulani, naenda kusoma mkondo wa sayansi. Pamoja na kilimo na michezo, tehama na vitu kama hivyo. Hii yote ni mikondo, na kwenye kila mkondo tunaenda kuangalia masomo ambayo yanajenga huo mkondo. Badiliko lingine, bado tuko kwenye mabadiliko saa mkondo wa jumla. Mabadiliko mkondo wa jumla sekondari ya chini, ambao ni kuanzia form 1 mpaka form 4. Kule shule ya msingi tumeona naanza darasa la kwanza mpaka la 6. Huku kwa sekondari hawajapunguza vidato vimebaki vile vile. Ila tunaenda kuona baadhi ya mabadiliko ndani ya masomo na namna ambavyo inaenda kutekelezwa. Badiliko lingine ndani ya mkondo wa jumla kwa miaka hiyo 4, kupungua kwa idadi ya masomo ya lazima kutoka 7 mpaka 6. Hili ni badiliko lingine. Mkondo wa jumla kwa sekondari ya chini tumepunguza masomo. Mwanzo tulikuwa na masomo 7 yale ya lazima, ambayo tulikuwa na civics, English, Kiswahili, geography, mathematics, biology na nini hapa nimesahau. Physics science. Kiswahili, English, biology, civics, geography, mathematics na history. Hayo ndio yalikuwa masomo 7 pamoja na history. Hayo yalikuwa ni masomo 7 ya mkondo wa jumla. Sasa ndio yalikuwa masomo ya lazima kwamba kila mtu achukue masomo 7. Baada ya hapo wanajumlisha zile combination zake. Mimi naenda upande wa science, mimi naenda upande wa business, mimi naenda upande wa tehama. Wanajumlisha hapo mpaka mengine nafika 11, mengine nafika 10, mengine 9. Lakini sasa atakuwa na masomo 6 ya lazima. Tunaenda kuyaona hapo chini hayo masomo 6. Mtoto ambaye atafika sekondari saizi atakuwa na masomo 6 tu, hatakuwa na masomo 7. Nini kimetokea mpaka akafika 6? Tunaenda kuangalia hayo mabadiliko. Kuanzishwa kwa somo jipya la historia ya Tanzania na maadili, ambalo somo hili ni la lazima kuanzia ngazi ya msingi mpaka ngazi ya sekondari ya juu. Na somo hili linafundishwa kwa lugha ya Kiswahili. Somo hili litakuwa na maudhui ya civics na history, hivyo hakutakuwa na somo tena la civics. Sasa katika mabadiliko haya ya kuanzishwa kwa hili somo jipya la historia ya Tanzania na maadili, tunaenda kuona kwa nini tumekuwa na masomo 6. Mwanzo kule tulikuwa na masomo 7 kwa sababu civics ilikuwepo. Sasa huu mkondo mpya, mtoto akifika sekondari kwa mkondo wa jumla asitegemee kuona somo linaloitwa civics, ila atakutana na somo ambalo linaitwa historia ya Tanzania na maadili. Hili somo lina maudhui kutoka masomo mawili. Kwanza, hili somo limeua kabisa somo la civics. Maana yake sio topiki zote au mada zote za civics zimewekwa kwenye historia na maadili, hapana. Kuna baadhi ya zile mada ambazo tunaona ni za muhimu sana zimewekwa kwenye hilo somo la historia na maadili kutoka civics. Na pia tumechukua au tuseme wamemegua baadhi ya mada zingine ili kuepuka kule kurudia kwa mada, kwamba somo moja mada moja inasomwa huku. Ili kuepuka kurudia kwa mada, wakachukua baadhi ya mada wakazipunguza kwenye history wakazileta huku kwenye civics. Kupunguzwa kwa mada kutoka kwenye somo la history au historia, kwa historia ile ya Kiingereza,
haimaanishi kwamba hilo somo la history halipo, hapana. Somo la history linabaki hapo hapo, ila hilo somo la history limechangia kuzalishwa kwa somo la historia ya Tanzania na maadili. Kama somo linavyojiita lenyewe, historia ya Tanzania na maadili. Kwa hapo tuna dhana kuu mbili. Tunasoma maadili na pia tunasoma historia ya Tanzania. Kwenye upande wa maadili tunachukua sana kutoka mada za civics na kuongeza mada nyingine ambazo ni za muhimu, na kwenye historia ya Tanzania tunachukua baadhi ya mada kutoka kwenye history na kuongeza mada nyingine. Kwa somo la historia ya Tanzania maadili imesababisha kutokuwepo kwa somo la civics, lakini bado somo la history lenyewe linaendelea kuwepo kama kawaida. Jambo lingine la kuzingatia kwenye hili somo linafundishwa kwa lugha ya Kiswahili. Ndugu mzazi, ndugu mwanafunzi unayetegemea kuja sekondari au ambaye uko shuleni, hili somo linafundishwa kwa lugha ya Kiswahili na linafundishwa katika ngazi zote za kielimu, kuanzia ngazi ya msingi mpaka ngazi ya sekondari ya juu, yani mpaka form 6. Maana yake ni kwamba kuanzia darasa la 3 shule iwe ya mchepuo wa Kiingereza English medium au iwe ya mchepuo wa Kiswahili, wanasoma historia ya Tanzania na maadili kwa Kiswahili. Hili somo liko tayari, limeshaanza kutekelezwa. Ni moja kati ya masomo pia ambayo nayafundisha kwa upande wa sekondari, lakini kwa shule ya msingi linafundishwa kwa lugha ya Kiswahili. Shule iwe ya Kiingereza iwe ya Kiswahili, wanasoma kwa lugha ya Kiswahili. Hili somo linaanzia darasa la 3 na nalo mpaka darasa la 6. Hili somo linapatikana elimu ya sekondari ya chini kuanzia form 1 mpaka form 4. Sasa kwa sasa tunapata changamoto kidogo. Form 1 ambao tuko nao darasani saizi na form 2 walioko darasani saizi ambao ni form 1 mwaka jana, hao watoto wametoka shule ya msingi katika mkondo wa jumla, mtaala wa zamani, ambao huo mtaala hukuwa na somo la historia na maadili. Kwa wamelikuta huko. Kuna baadhi ya mada tunajaribu kufutana nao taratibu na kuanza kuwatambulisha hilo somo ni kitu gani ili waweze kuelewa. Itakuja kuwa rahisi sana na nzuri sana kwa watoto ambao wako darasa la 6, darasa la 5 saizi wanapoenda kujiunga na sekondari, kwa sababu wao ndio darasa la 3 la mwaka 2024 walianza na mkondo mtaala mpya na walianza na hili somo. Wenyewe wataenda nalo wameanza nalo kuanzia msingi, waenda kuliendeleza sekondari na mpaka sekondari ya juu zaidi. Kwa hao kidogo haitawasumbua zaidi. Ila kwa hao ambao tuko nao darasani saizi kwa upande wa sekondari ya chini, kidato cha kwanza na kidato cha pili, kuna ugumu kidogo kuwatambulisha, na hasa kwa hiki tunayoitwa lugha ya Kiswahili. Kuna baadhi watoto unawapokea unakuta wametoka shule za English medium. Hapo kuanza kumweka kwenye Kiswahili kidogo, vipindi vya mwanzo unaanza kufanya ile code mixing na code switching, English na Kiswahili. Taratibu unaanza kupunguza Kiingereza, unazidisha Kiswahili, na pia unatumia baadhi ya njia kwa sisitiza waweze kufahamu misamiati ya Kiswahili. Kwa mfano kuweka kipindi cha kusoma magazeti ya Kiswahili, kuja na vitabu vya stori za Kiswahili. Kwa namna fulani hivi kama mnarudi darasa la 2, darasa la 3 hivi kusoma na kuandika, lakini yote ni kuwaleta watoto kwenye lugha ya Kiswahili, hasa wale ambao wametoka English medium. Ni kweli unakuta mtoto anazungumza vizuri kwa Kiingereza, ila ukimpa hayo maelezo hayaweki kwa Kiswahili. Maelezo hayo ambayo ameyazungumza kwa Kiingereza ili kuelezea hiyo kitu fulani, hiyo mada, anakuelezea fluent chini ya dakika 1 au dakika 1. Unakuwa umeelewa concept, imeeleweka kabisa. Ukimwambia hayo maelezo ayaeleze kwa Kiswahili, anajing'ata, anatumia zaidi ya dakika 3 na hata uelewe ameongea nini. Kwa ukikutana na mwanafunzi kama huyo, unajaribu kutafuta namna nyingine na utaalamu wako wa kiwalimu unaotumia hapo ili mtoto arudi kwenye Kiswahili. Kwa ni muhimu mzazi kufahamu, hasa wazazi wetu hawa ambao kidogo sisi tuliowapeleka watoto shule za mabasi ya njano, tujitahidi kuwasisitizia pia na Kiswahili, kwa sababu wakienda sekondari wanakutana na somo la Kiswahili. Kwa wanakuwa na masomo mawili ambayo yanazungumza au yanafundishwa kwa Kiswahili: historia ya Tanzania na maadili na Kiswahili chenyewe. Lakini pia akitoka hapo huyo mtoto anakutana na hili somo elimu ya sekondari ya juu form 5 na form 6, bado historia na maadili inaendelea kama kawaida. Somo ni moja kuanzia darasa la 3 mpaka kidato cha 6, lakini mada zinatofautiana na zinaendelea kuongezeka na kukua kadri ambavyo mtoto anapanda ngazi za juu. Ni muhimu sana kufahamu hii kitu, ni jambo jipya. Masomo ya biology na history yatakuwa ya uchaguzi. Kuna kitu kinachoitwa optional subjects.
masomo ambayo sio lazima mtoto ayasome hayo masomo. Ni masomo ya kuchagua. Biology wamesema ni somo la kuchagua ambalo katika mtaala wa zamani katika yale masomo 7 biology ilikuwa ni ya lazima mtoto anasoma, pamoja na history ilikuwa ya lazima mtoto anasoma. Sasa katika mtaala huu mpya mtoto hatolazimika kusoma biology. Sio kwamba biology haipo, somo la biology lipo, ila akifika sekondari ataamua nisome ili somo au nisisome. Haimpunguzi chochote. Kwa nini wameondoa au kwa nini wameweka biology kuwa somo la uchaguzi? Wameweka biology kuwa somo la uchaguzi kwamba mada ambazo mtoto amezisoma kuanzia somo la science, elimu ya msingi, zile mada zimemtosha kabisa kuwa na uelewa wa maudhui ya biology yale kwa ujumla. Kwa akifika sekondari, akiishia hapo hapo tu kwa ile elimu aliyoipata, elimu ya msingi kwenye somo la science, na zile mada ambazo kwenye somo la science zinamtosha kabisa kujielewa yeye, na kama hahitaji kuendelea na wala hana mpango wa huko mbele kutumia biology, basi ile elimu ya msingi inamtosha, anaweza akaachana nayo biology akaenda kusoma masomo mengine. Na imefanyika vivyo hivyo hata kwa upande wa history, kuto kujirudia rudia kwa mada, kusoma jambo lile lile. Kwa akasema ukifika sekondari, kama unaona kesho yako inatengenezwa na biology, kwamba lazima biology iwepo ili niweze kutengeneza kesho, basi utaisoma. Kama ukiangalia mwenzangu na mimi naona biology ninayosoma shule ya msingi, elimu ile katika somo la science inanitosha, nafahamu mwili wangu, nafahamu mfumo wa chakula unavyofanyika, nafahamu magonjwa, nafahamu ukuaji, hivyo vimenitosha, basi unaachana nalo unaenda kusoma masomo mengine. Hivyo hivyo na upande wa history, ukifika sekondari una uhuru wa kuchagua, je, nisome ile somo la history au niachane nao niendelee na masomo mengine. Kwa hapo utaona ni muhimu sana kwa mtoto ambaye yuko shule ya msingi kuzingatia sana haya masomo, hasa somo la biology, kwa sababu ukujua atakuwa na uchaguzi, aidha alisome au aachane nalo. Badiliko lingine ni somo la Information and Computer Studies litaitwa Computer Studies. Mwanzo tulikuwa na somo linalohusiana na masuala ya kompyuta, ilikuwa inaitwa ICS. Na zamani kabisa ilikuwa inaitwa ICT, Information and Computer Technology. Baadaye ikabadilishwa tena ikaitwa Information and Computer Studies, ICS. Sasa hatutakuwa na somo ambalo linaitwa ICS katika mkondo wa jumla, bali tutakuwa na somo linaloitwa Computer Studies. Na hili somo ni moja kati ya masomo ya option, sio somo la lazima, ni yale masomo ya uchaguzi. Lakini hautakuta tena kitabu ambacho kinafundisha elimu ya sekondari ya chini form 1 mpaka form 4 mkondo wa jumla inaitwa ICS. Kwa maana hiyo ukikutana na kitabu ambacho kimeandikwa Information and Computer Studies, angalia publication hii, maana yake hiyo ni ya mkondo au ni ya mtaala wa zamani. Wewe ambaye ni mtaala mpya, tafuta kitabu ambacho kimeandikwa Computer Studies. Japokuwa kutumia kitabu cha Computer Studies wewe wa mtaala mpya haikuzuii pia kupata maarifa kutoka kitabu cha Information and Computer Studies. Information and Computer Studies inabaki kuwa kama kitabu cha ziada, lakini Computer Studies ndio kitabu ambacho utakitumia darasani au mwalimu atakitumia kama mwongozo wa kuandaa nukuu na vitu vingine vya kujisomea. Lakini haimaanishi ukaacha kabisa kufuatilia mada zingine kwenye Computer Information and Computer Studies. Badiliko lingine ni kuboreshwa kwa somo la commerce na kuitwa Business Studies. Mabadiliko hayo yatamwezesha muhitimu kuanzisha biashara ndani na nje ya nchi. Sikilizani hapa kidogo. Pia kumekuwa au kutakuwa na haya mabadiliko. Kwa sasa mtoto akifika sekondari ya chini hatakuta somo linaloitwa commerce. Somo linaloitwa commerce, somo kama somo jina title, yani jina hilo jina limekufa kutokana na mabadiliko ambayo yameongezewa kwenye ile somo kwenye commerce ya zamani. Kutokana na ile commerce ya zamani tumeichukua tukaiboresha, tukaongeza baadhi ya mada za muhimu. Yale mabadiliko mapya ambayo yamegusa somo la commerce, tukaona ikiendelea kuitwa commerce halitaleta maana kutokana na kitu ambacho mtu anaenda kukisoma. Sasa ili ilete maana kutokana na mabadiliko mapya, basi tunabadilisha jina, halitaitwa tena commerce ila itaitwa Business Studies. Maana yake ni kwamba yule mwalimu alikuwa anafundisha commerce, sasa hatofundisha commerce, atafundisha somo linaloitwa Business Studies.
kuhusiana na bookkeeping, hiyo unaenda kuona kule mbele. Bookkeeping haijabadilika bado, somo la bookkeeping liko pale pale. Lakini kutakuwa na somo jipya hili linaitwa business studies. Ili somo tunaweza tukasema ni matokeo ya kuboresha somo la commerce ambalo sasa halitakuwepo, bali utasoma business studies. Na somo la business studies ni somo la lazima kwa upande wa mkondo wa sekondari ya chini. Sekondari ya chini, mkondo wa jumla, business studies ni somo la lazima. Kwa mpaka sasa umetaja masomo mawili ambayo ni masomo ya lazima. Somo la historia ya Tanzania na maadili ni la lazima, na somo la business studies ni la lazima. Mtaala au uandaji wa mtaala wanasema mtoto anaposoma business studies inaweza kumsaidia kupata elimu ya biashara na akaweza kufungua biashara yake au kuendesha biashara yake akiwa ndani ya nchi au hata nje ya nchi. Kwa elimu tu ya kuanzia form 1 mpaka form 4 unakuwa umeshapata elimu kidogo. Maana nyingine halisi ni kwamba tunataka tutumie kila fursa ambayo tutaiona mbele ya macho yetu kwa kujumlisha na hii au ujuzi wa business studies, kuifanya ile fursa kuwa biashara na kuitumia. Badiliko lingine ni kwamba somo la physical education litaitwa sport studies. Tulikuwa na somo ambalo linahusiana na masuala ya michezo, lakini linaitwa physical education. Ukisoma ile jina physical education, afu nikwambia tunahusiana na masuala ya michezo, kuna namna fulani jina la somo limejitenga. Physical education kama vile tunasoma sana elimu ya mazoezi, elimu ya viungo, yani kufanya mazoezi yale ya kimwili. Lakini ndani yake unakuta kuna mada ambazo zinahusiana na michezo. Sasa kuleta ule uhalisi zaidi kwamba tunasoma michezo, basi somo la physical education nalo halitakuwepo, bali itaitwa somo la sport studies. Kama kilichofanyika kwenye commerce business studies, huku inaitwa sport studies. Japokuwa hii sport studies ni somo la uchaguzi, sio la lazima, ni optional subject. Idadi ya masomo kwa mwanafunzi wa mchepuo husika ni masomo 8 mpaka masomo 10. Ndugu mzazi, ndugu mwanafunzi ambaye unatarajia kwenda elimu ya sekondari ya chini kwa mwaka huu au kwa mwakani, masomo ambayo unatakiwa uyasome kwa huu mtaala mpya, utakuwa na masomo ya lazima. Tunaenda kuyaona hapo, masomo yako 6, masomo yale ya lazima. Baada ya masomo 6 ya lazima, inatakiwa ufikishe idadi kwa kiwango cha chini ni masomo 8. Kwa unapewa uhuru wa kuchagua masomo mawili kuyaongeza pale afike 8. Kama hayo mawili yanatengeneza kesho yako kiukamilifu kabisa, hamna upungufu, unaweza ukaishia hapo. Lakini unaona kwamba hayo 8 bado kuna kitu na kihitaji kinakosekana, unaruhusiwa kuongeza, lakini asizidi masomo 10. Kwa maana hiyo mtoto anaweza akachukua michepuo miwili, lakini inategemeana na uwezo wake wa akili, uwezo wake wa ufahamu. Sio kwamba unachukua michepuo miwili alafu bado unaendelea kutupatia miswaki au unatupatia D, hapana, haitofaa. Chukua mikondo hiyo unayoweza kuchukua wewe, lakini tuhakikishie kupata alama nzuri. Nilipata swali moja, mtoto akasema, mwalimu, mimi nataka nichukue social science ambayo inachukua history na somo lingine la ziada nimeongezea bookkeeping. Lakini nataka niwe nahudhuria somo la ICS, computer studies. Nikamwambia, kwa nini unataka uwe unahudhuria? Nataka tu ninasoma lakini sitaki kufanyia mtihani. Nikasema hapana, hauwezi kwenda pale kama mtazamaji. Yaani wale ambao wanasoma wagundue kwamba wewe unafika tu kama mtazamaji, kuna namna fulani unarudisha morali ya wao kusoma. Kwa hiyo ni lazima ukichukua hayo masomo yote ambayo unataka kuyachukua mpaka yafike 10, hakikisha masomo yote uliyoongeza 4 ya ziada unayafaulu kwa kiwango cha juu. Ukianza kuyafeli tu, nadhani wahusika au walimu wa hayo masomo watakuondoa. Tumeshaanza kuona sisi hizo changamoto darasani huko. Mtoto mwanzo ulimwambia, alimu mwenyewe alichagua nataka kusoma hiki kitu fulani, ameenda huko mbele vimeanza kumshinda, anapata alama za ajabu, mwalimu anatafuta namna ya kumdrop au kumuondoa, na ambayo inakuwa ni changamoto kubwa sana. Tunaenda kuangalia huko mbele. Kwa utakuwa na masomo 8 mpaka masomo 10. Hapo mwanzo tumesema kuhusiana na masomo 6 ya lazima. Masomo 6 ya lazima katika mkondo huu mpya, katika mtaala mpya huu na mkondo wa elimu ya sekondari ya chini, mkondo wa jumla, masomo 6 ya lazima ambayo kila mwanafunzi lazima ayasome ni kama yafuatayo. Somo la kwanza, mtoto atasoma hisabati au basic mathematics. Hili somo ni lazima na wote tukubaliane kwamba hatuwezi kuiepuka hesabu.
hata kama hesabu inakuwa kwa namna gani, jinsi ambavyo inasemwa mtaani na vile ambavyo tunaona matokeo yake, lakini hesabu hatuwezi kuiepuka katika maisha yetu. Na sasa kwa kipindi hiki ambacho tunaelekea au tupo kwenye hizi zama za akili unde au akili bandia, artificial intelligence, ni lazima sana tufahamu hesabu. Historia ya Tanzania na maadili ni somo la pili ambalo nimeshalizungumzia kule mwanzo, lazima mtoto alisome. Somo la tatu ni Kiswahili, lazima tusome lugha yetu. Kwa historia ya Tanzania na maadili na somo la Kiswahili yanazalisha, tunakuwa na masomo mawili ambayo yanatumia lugha ya Kiswahili. Kiingereza au English, na pia hatuwezi kuacha hii lugha ya kimataifa, tunatakiwa asome. Business studies au elimu ya biashara, lazima nayo uisome. Na mwisho utamalizia na jiografia au geography, lazima usome geography ili kuweza kufahamu muonekano na muundo wa mazingira yako yanayokuzunguka na yale mengine yanayopatikana nje ya mazingira yako, dunia kwa ujumla. Haya ndiyo masomo 6 ambayo kila mwanafunzi inatakiwa ayasome anapokuwa kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4 kwa mkondo wa elimu ya jumla. Hayo ni masomo ya lazima. Kutoka hapo sasa ndio ataongeza ile michipuo yake ambayo tumesoma kule juu. Na nje ya hayo masomo 6 yafuatayo ni masomo ya uchaguzi, optional subjects. Optional subjects. Optional subject ni kama hizi hapa, ambapo sasa hizi au haya masomo anachukua yale 6 jumlisha na hizi optional subject kulingana na fani yake, kulingana na mchepuo wake ambao anataka kusoma. Kwa additional mathematics, kilimo, michezo, bookkeeping, chemistry, physics, music, sanaa sanifu, sanaa za maonyesho, biology, history, literature in English, Kiarabu, Kichina, Kifaransa, sayansi ya computer science, ushoni, chakula na lishe, fasihi ya Kiswahili, elimu ya dini ya Kiislamu, elimu ya dini ya Kikristo. Haya ni masomo ya option. Kwa uchukua masomo yako 6, afu angalia mimi naenda kuwa nani. Ile mimi nataka kuwa nani, unaangalia kule michepuo, mimi nataka kuwa mwanasayansi, mimi nataka kurusha ndege, mimi nataka sijui kutengeneza bomba za maji, sijui kufanya nini. Unakuja kujumlisha masomo yako hapo. Sasa tuingie kipengele kingine muhimu sana. Hapa tunaenda kuangalia michepuo sasa. Tunaenda kuijadili ile michepuo ambayo tumeisoma kule juu, ile michepuo 11. Na tunaanza na mchepuo wa kwanza, mchepuo wa science. Mtoto ambaye atasoma mchepuo wa science, huyo sasa ametoka darasa la 6 au darasa la 7 vivyote vile kulingana na anamaliza kipindi gani, akaenda shule ya sekondari labda inaitwa Turkish Maarif pale Arusha. Akaenda kwenye hiyo shule, ameanza hapo mwaka Januari. Serikali inasema na walimu wameshapewa hayo mafunzo kwamba walimu lazima washirikiane na wazazi pamoja na watoto kuwapa elimu ya haya mabadiliko mapya au mtaala mpya. Alafu baada ya kupewa elimu, mzazi na mtoto wajadiliane, si tunaenda wapi. Sasa tunaenda wapi itategemeana na michepuo ambayo wameambiwa. Kwa mzazi ni lazima ufahamu michepuo hii ili uweze kukusaidia kupanga kesho mwanangu anapoenda kidato cha kwanza aende akasome nini. Sasa akifika pale kidato cha kwanza atakutana na mchepuo wa kwanza. Hii ni shule ya mkondo wa jumla, haina masomo ya ufundi. Atakutana na mkondo wa kwanza ambao unaitwa mkondo wa science. Huu mkondo wa science mtoto anatakiwa asome masomo 6 constant, hiyo haibadiliki. Kwa mikondo yote tunaenda kuangalia hapa, yale masomo 6 yapo kwenye kila mkondo. Kwa atachukua masomo 6 kujumlisha nini? Jumlisha ya kwanza atachukua masomo 6 jumlisha physics, jumlisha chemistry pamoja na biology. Mtoto akisoma haya masomo tunasema huyu mtoto anafanya mkondo wa science. Kwa masomo 6 jumlisha yale masomo ya optional, ambayo ya masomo ya optional ndio yanatengeneza mkondo wa science, ni physics, chemistry na biology, tunasema PCB. Au huyu mtoto anaweza kuchukua masomo mawili yale ambayo yanatengeneza science, ambayo ni chemistry na biology, akaachana na physics. Changamoto iliyopo ni kwamba kadri ambavyo unapunguza idadi ya masomo kwenye combination yako, ndivyo ambavyo unapunguza uwanja mpana wa uchaguzi unapomaliza kidato cha 4 kwenda kidato cha 5.
Kwa hiyo kwa ushauri wangu kama mwalimu na jinsi ninavyoona mambo yanavyoenda, ni vyema ukachukua hayo masomo yote matatu PCB: physics, chemistry na biology. Kumbuka mathematics iko ndani pale kwenye yale masomo ya lazima, kwa hiyo una PCM na una vitu vyote ambavyo vinahusiana na science. Jambo la pili, huyu mtoto ambaye atachukua mkondo wa science, maana yake tayari ameshaona kesho yake ni nini. Huyu mtoto tunatarajia labda aje kuwa daktari, tunatarajia kuwa mhandisi, tunatarajia kuwa pilot, tunatarajia siku moja aende viwandani kutengeneza vitu fulani, tunatarajia siku moja aende kwenye migodi mining, aende kwenye viwanda vya mafuta na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni muhimu sana kabla hujaenda kwenye science ujue kwanza nataka kuwa nani. Ndio maana nasema lazima ukae na mtoto wako baada ya kupewa elimu hii na uongozi wa hiyo shule ambapo mtoto wako anaenda, mkae chini mjifikirie tunaenda wapi. Baada ya kuchagua kwamba tunaenda science, utaanza kufundishwa science hapo hapo. Yaani utaanza kuchagua au utafanya hiyo combination yako ukiwa form 1. Changamoto ni kwamba ukiwa form 1 ukaanza kufanya hiyo science, hakutakuwa na kurudi nyuma au kubadilisha. Kwamba umefika form 1 mwezi wa 7 au form 1 mwezi wa 9, unaona chemistry mimi inanizingua kabisa, sielewi. Au unaona biology inanizingua kabisa au elewi. Hakutakuwa na option kwamba sasa mimi nitoke kwenye biology labda niongeze history, niachane na biology niongeze history. Hauwezi kufanya hivyo kwa sababu huko kwenye history ambako unaongeza tayari na wenyewe wamesha move on, wameshaendelea. Kama ni kukata topic, wameshamaliza topic labda 3, topic 4 au 5. Alafu ndio unajiunga nao hapo. Ni mwalimu yupi au ni kwa namna gani tena tutaanza na kuhangaika na wewe kuanzia topic ya kwanza wakati haukuwa na sisi tangu Januari. Kwa lugha nyingine ni kwamba utakachokuwa umeanza nacho kidato cha kwanza, ndugu yangu mwanafunzi, unaenda nacho mpaka kidato cha 4 na ndio uelekeo wa maisha yako. Kurudi nyuma hapo labda urudie darasa ili ukaanze na wale form 1 wapi wanaokuja, na sijua kama kuna huo utaratibu saizi wa kurudia darasa kwenye huo mkono mtaala mpya. Kwa hiyo jitahidi sana ukichagua kwenda science, kafanya science kweli. Kwa sababu hakuna tena upande wa pili. Utaenda nayo hiyo mpaka mwisho. Mkondo mwingine, kabla ya mkondo mwingine tuangalie mtoto ambaye atasoma science ataenda kukutana na michepuo gani elimu ya sekondari ya juu elevu. Huyo mtoto aliyesoma PCB ambao ni physics, chemistry na biology, kwa mathematics kwenye yale masomo ya lazima, huyo mtoto anaenda kusoma vitu vifuatavyo huku juu. Kwanza atasoma combination inaitwa PCM, hiyo wengi tunaifahamu, au atasoma combination inaitwa PCB, au atasoma combination ambayo inaitwa PGM, physics, geography and mathematics, au atasoma combination ambayo inaitwa physics, mathematics and computer science, au atasoma combination ambayo inaitwa chemistry, biology and agriculture, au atasoma combination ambayo inaitwa chemistry, biology and food and human nutrition, au atasoma chemistry, biology and geography, au atasoma agriculture, biology and economics. Hizi ni combination ambazo mtoto ambaye amesoma science ya level advance anaweza kuchagua asome kipi kati ya hizo combination ambacho chochote kimoja wapo kinampeleka sasa kwenye ile hatua ya mwisho kwenda kusoma fani yake chuo kikuu. Baada ya hapo, hiyo ni kwa ufupi sana kuhusiana na mchepuo wa science. Kwa siku za usoni nadhani nikimaliza hii elimu ya mtaala mpya naweza kuandaa kidogo video kuonesha makala kuonesha ni vitu gani ambavyo anaweza kaenda kusoma chuo kikuu huyu mtoto na mtoto wa combination nyingine. Na pia tumepata maswali mengi kwa wanafunzi kuuliza nataka kuwa hivi nipite wapi, nataka kuwa hivi nipite wapi. Kwa nadhani kwa siku za usoni nitakuja na makala kuonesha ili uje kuwa daktari bingwa unatakiwa usome vitu gani, upite njia gani. Wengi sana kwa shule yetu na pia hata kwa watu wengine nasema zile kids dreams, wengi wanakuambia nataka kuwa pilot, nataka kurusha ndege. Sasa ili uweze kurusha ndege inatakiwa uwaje, uwe umesoma nini, uwe na umri gani, tutakuja kuangalia kwa siku za usoni. Lakini kwa sasa hiyo ndio michepuo ambayo tunayo kwa science. Ukisoma science O level utakutana na hizo combination advance. Kusema hayo nadhani kwa leo tuishie hapo kwenye mchepuo wa science. Kwa siku zijazo tena tutaenda kujadiliana mchepuo unaofuata. Asante kwa kunisikiliza. Naitwa Mwalimu Shadrack Swila.